Afrika ya Kusini imemtimua balozi wa Israel nchini humo. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limeamuru kufukuzwa kwa balozi wa Israel nchini humo makataa ya saa 72 kuhakikisha balozi wa Israel anaondoka katika taifa hilo. Idara ya mambo ya kigeni ya Afrika ya Kusini imesema hatua hiyo imetokana na ukiukwaji wa kanuni za kidiplomasia ambazo zinatishia uhuru wa taifa la Afrika ya Kusini. Katika taarifa iliyotolewa na idara hiyo, Afrika ya Kusini inaishutumu Israel kwa kutumia mitandao yake ya kijamii kumshambulia rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa. Aidha, taarifa hiyo pia inasema ubalozi huo wa Israel haukuwafahamisha serikali ya Afrika ya Kusini kuhusu ziara ya maafisa wakuu wa Israel nchini humo ambao bado haikuelezwa wanafika lini katika taifa hilo. Afrika ya Kusini imesema inachukua hatua hiyo kutokana na ukiukwaji wa uhuru wa kidiplomasia na kukandamiza uaminifu waliokuwa nao katika uhusiano wao wa kimataifa. Balozi wa Israel nchini Afrika ya Kusini, Ariel Seidman, amepewa siku 3 kuhama nchi hiyo. Uhusiano kati ya Israel na Afrika ya Kusini umekuwa ukiyumbayumba baada ya taifa hilo kuishtaki Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mnamo mwaka 2023 kwa tuhuma za kutekeleza mauaji ya kimbari katika eneo la ukanda wa Gaza, madai ambayo Israel imekanusha. Afrika ya Kusini iliungana na mataifa mengine ulimwenguni kuhakikisha kwamba Wapalestina wanapata haki ya taifa lao. Wakati vita huko Gaza vikiendelea, kutengwa kwa Israel kimataifa kumeonekana kunazidi. Lakini Afrika ya Kusini wakati huu imeonyesha wazi kwamba imeongeza shinikizo la kisiasa, kiuchumi pamoja na kidiplomasia dhidi ya Israel. Katika Umoja wa Mataifa, nchi kadhaa kama vile Uingereza, Ufaransa, Australia, Ubelgiji na Canada nazo pia zilikuwa zikipinga mpango wa Israel wa kufanya mauaji katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia kutambua Palestina kama taifa huru. Hata hivyo, jambo hili linapingwa na mataifa kama vile Marekani pamoja na Israel yenyewe, ikisema kwamba hakuna namna nchi ya Palestina inaweza kupatikana. Taifa hilo haliwezi likapatikana kwa wakati huu. Ndiyo msimamo wa Israel pamoja na Marekani. Hata wakati huu katika kile ambacho Hamas inadai kwamba ili usitishaji wa vita uwe umekamilika ni juu ya kutambuliwa kwa taifa la Palestina, jambo ambalo wakati huu bado limekuwa ni gumu mno kwa nchi kama Marekani ambayo wakati huu inaagiza juu ya mataifa mbalimbali kujiunga na mpango wa amani wa Rais Donald Trump, ambapo mpango unaofuata ni kile ambacho Trump amesema ni kuwanyang'anya silaha kundi la wapiganaji la Hamas. Lakini pia Hamas nao wamesema hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa wakati huu. Ni kile ambacho kimeelezwa kwamba Afrika ya Kusini imempa masaa 72 sawa na siku 3 balozi wa Israel kuondoka katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.